Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpendwa msikilizaji. Kwa muda una saa hizi twende na somo fupi. Sikiliza somo hii na Mungu akubariki. Somo hii itakubariki sana. Ni somo kuhusu ufalme wa mbinguni. Tunapata kichwa hii la somo kupitia kitabu cha Luka 10 mstari wake wa 20. Inasema, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kichwa letu la somo leo inasema ya kwamba kuandikwa katika ufalme wa mbinguni, kuandikwa katika kitabu cha ufalme wa mbinguni, kuandikwa katika ufalme wa mbinguni. Hiyo njo kichwa letu la somo leo, na haya ni Yesu mwenyewe njo amependa kuonesha dunia, kuonesha kila mwanadamu anaishi katika dunia hii, lakini alionyesha kupitia mitume yake. Alituma mitume waende wakafanya injili. Wakati walienda wanafanya injili, mitume huko wakakutana wagonjwa wenye mapepo, wakawatilia mikono, wakapata uponaji, wakarudi. Sasa wakamwambia, wakaanza furahi sana, wakimwambia, Bwana, tunashukuru jina lako, tumefurahi, tumewekea watu kwa jina lako mapepo yametutii, kwa jina lako mapepo yameondoka, kwa jina lako wagonjwa wamepona. Yesu akawaambia, anasema, msifurahi kwa sababu majina lenu msifurahi kwa sababu pepo yanaowatii, msifurahi na vile, msifurahi na hiyo, lakini furahini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika ufalme wa mbinguni. Furahini kwa sababu majina lenu yameandikwa katika ufalme wa mbinguni. Msifurahi kwa sababu ya mapepo kuondoka, msifurahi kwa sababu ya kuponya wagonjwa, kama vile tunaona leo hawa nabii wa maji na mafuta wanafurahi sana, wanajisikia wanaenjoy kwa sababu ya kuweza kupatia watu maji, mafuta, nini, wanafanya miujiza vya kuzimu, wanajisikia furaha sana sana sana. Lakini Yesu anasema msifurahi na hiyo, lakini furahini jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni. Na kichwa letu la somo leo, kuandikwa katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio kichwa letu la somo, na mimi napenda kuja kukuonesha ya kwamba mwanadamu ni mtu ambaye anashindwa kujitambua kwa kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli uko tayari kuandikisha jina lako sehemu yote. Ukitaka kusoma masomo ya kwanza jina uandikishe. Ni siku na kwa siku tu ya kuandikisha majina. Hauwezi ukasoma masomo au uandikisha jina. Hauwezi ukapata kazi au uandikisha jina. Kokote utakwenda, hauwezi ukafanya chochote katika dunia hii au uandikisha jina. Hata kwa waganga kienyeji, ukitaka kwenda huko, ya kwanza jina. Hata banye wanaenda Freemason, ya kwanza jina. Mahali popote unapoenda, ya kwanza watakuuliza jina lako nani. Uwe kwenye polisi, watakuuliza jina lako nani. Ukistakiwa ustaki, jina lako watakuuliza ya kwanza nani. Watu wanayua kuandikisha majina lao. Na ni kweli kuna watu maarufu ambao majina lenu mmeandikisha kwenye banki, sehemu zote majina lenu yamejaa huko, kwenye serikali majina lenu yamejaa huko, kwenye Freemason majina lenu yamejaa huko, kwenye nani. Lakini je, jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni? Jina lako limejulikana katika ufalme wa mbinguni? Pamoja na utumishi unayo wa maji na mafuta, pamoja na utumishi unayo, jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni? Pamoja na cheo chako unayo, jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni? Pamoja na utajiri wako unayo, jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni? Pamoja na urembo wako na uzuri wako unayo, jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni? Ndugu yangu, sikiliza somo hii kwa makini, itakusaidia sana. Haleluya. Acha yale yote unayoyaona, lakini furahi na kitu kimoja, jina langu limeandikwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu wewe hapa duniani, wewe ni msafiri na mpitaji, wewe ni mgeni duniani, wewe ni mgeni. Pamoja na utajiri wako wote, wewe ni mgeni hapa duniani. Utakufa siku moja, utapita, utatoka katika dunia hii. Yale yote ambayo umeandikisha majina yako huko, maparsele, mashamba, viwanza, majina lako limeandikwa kwenye serikali, kwenye cheo chochote kule, kwa masomo, jina lako limeandikwa. Yote yale utayaacha. Lakini ndugu yangu, andikisha jina lako katika ufalme wa mbinguni. Andikisha jina lako katika ufalme wa mbinguni. Ina maana gani? Kama jina letu linahitajika mahali popote, hata kama ukitembelea ndugu, hata kama ukitembelea jirani, hata kama ukitembea sehemu hawakujui, ya kwanza watakuuliza unaitwa nani, jina lako nani. Watataka wajue jina lako.
Na ndio maana Yesu alipenda kutufunua akili ya kwamba kama duniani wanahitaji jina lako, kama duniani katika sehemu yoyote unapofika wanahitaji jina lako, ujue ya kwamba na mbinguni hauwezi ukapafika kama jina lako haliandikwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Duniani tu hapa ulipo, mahali popote unapofika, mahali popote unapohitaji, cha kwanza ni jina lako. Haleluya. Na ndio Yesu alipenda kukufunua akili na kutufunua akili kwamba hata mbinguni, mahali ukitaka kufika mbinguni, cha kwanza andikisha jina lako. Jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni. Yesu anasema atakuja na liste huko. Kumbi chochote tunachofanya hapa duniani tunaandikwa huko mbinguni. Kama wewe ni mtenda mabaya, kuna kitabu cha watenda mabaya. Kama wewe ni mtenda mema, kuna kitabu cha watenda mema, ya watu watakayoingia mbinguni. Lakini mimi niko naongelea kuhusu watu ambaye watakwenda mbinguni. Andikisha jina lako katika kitabu cha ufalme wa mbinguni, sio cha kwenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio cha kwenda jehanamu. Andikisha jina lako katika kitabu cha ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tusome katika huyo Danieli. Sikiliza, wakati dunia hii Yesu atakuja kuhukumu dunia hii, wakati Yesu atakuja na serikali yake, sikiliza gisi itakapokuwa. Biblia inasema ile siku itakuwa ni siku ya kilio na kusaga meno. Dunia yote itanyamaza kimya. Atakayekuwa na neno tu ni yeye peke yake, Kristo Yesu. Hakutakuwa cha rais, hakutakuwa cha tajiri, hakutakuwa cha nani kuzungumza, lakini atakayekuwa na neno ni yeye peke yake tu, Yesu Kristo mwana wa Mungu, ule ambaye unamkataa, ule ambaye Biblia inasema katika Yohana 14:6 ya kwamba yeye ndio njia na kweli ya uzima, mtu aje kwa Baba ila kwa njia yake wewe, lakini wewe unamkataa. Ule ndio atakuwa na neno siku hiyo. Muyomba yako hatakuwa na neno, baba yako hatakuwa na neno, rais yako hatakuwa na neno, yoyote yule, mume wako, watoto wako hawatakuwa na neno, pesa yako haitakuwa na neno, wale waganga kienyeji hawatakuwa na neno, ule mwenyewe shetani unayomwabudu wewe nabii wa maji na mafuta hatakuwa na neno, wewe Freemason ule unayomwabudu hatakuwa na neno. Lakini atakayekuwa siku ile na neno ni peke yake Kristo Yesu, ndio atakuwa na neno kwa ajili ya ulimwengu. Hebu tusome Danieli. Tusome Danieli 12 mstari wake wa kwanza hadi 3. Danieli 12 mstari wake wa kwanza hadi 3 inasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu, asimamaye upande wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake au kuwapo tangu lilipoanza kuhuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila umoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao wanaolala katika mavumbi ya nchi wataamuka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele, na walio na hekima watang'aa kama nyota milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza maneno haya. Narudilia huyo. Sikiliza maneno haya, nitarudilia. Siku ile ya mwisho ambayo tuko tunasubiria, na ndio tulishafika hivyo. Unabii yote Yesu alitabiri. Unabii wote ambayo mtakapoona wakati mkishaona hiki, mjue kwamba dunia imefika mwisho. Yote hakuna yenye uyaona. Hakuna yenye uyaona. Ndugu yangu, Yesu anakuja. Yesu yuko njiani. Na ndio maana somo inakuja kwako wewe ambao unanisikia muda una saizi. Ndugu yangu, ujiulize maswali. Pesa yako haitakusaidia, cheo yako haitakusaidia. Jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? Jina lako umeandikishwa katika ufalme wa mbinguni? Ujiulize hiyo maswali. Biblia inasema wakati ule Mikaeli, jemadari mkuu. Hakuna jemadari katika nchi yote unayowaona, Amerika iwe wapi, hakuna jemadari kama ule. Jemadari mkuu wa malaika anaitwa Mikaeli. Wakati ule Yesu atakuja naye, ule ndio wakati atasimama. Hakutakuwa wa kufungua kinywa, hakutakuwa wa kufanya fien, hakutakuwa wa kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo Biblia inasema siku ile itakuwa ni siku ya taabu ambayo dunia haijawahi kufikia. Itakuwa ni siku ya kulia na kusaga meno. Itakuwa siku ya mateso makali. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Biblia inasema siku ile wote waliokufa, hata kama utakufa leo, Biblia inasema siku ile wote waliokufa wote watafufuliwa, wote wataamka, wote. Kama ulikufa kwenye maji itakutapika, kama ulikufa kwenye pori itakutapika. Wote waliokufa, kama ni nyama ilikukula itakutema, wote wataamka.
waweze kufikia sherehe hiyo. Sherehe hiyo itakuwa ni sherehe ya ulimwengu wote, na atakuwa kiongozi wa sherehe hiyo atakuwa ni yeye peke yake, mfalme wetu Kristo Yesu, huyu ambaye wewe leo unamkataa. Atakuwa na jemadari wa majemadari, malaika Mikaeli. Hakutakuwa wa kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote watafufuliwa. Biblia inasema ya kwamba pale wakati watu wote watakwesha fufuliwa katika ile sherehe, ile mkutano mkubwa utakuwa pale. Utakuwa sherehe. Itakuwa sherehe ya watu kulia, itakuwa sherehe ya watu kuenjoy na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni mkutano mkubwa sana ya watu wote duniani. Unaambia watu waisha kufa ni watu ngapi? Na watu wenye wiko dunia hii ni watu ngapi? Itakuwa ile siku itakuwa ni kivumbi na jasho. Wanasema kivumbi na jasho, ile siku itakuwa ni kivumbi na jasho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia itakuwa ni siku ya taabu sana. Taabu sana kwa wewe ambaye unawezekana ni rais, lakini ni mkatili, ni mtekaji, ni muuaji. Inawezekana ni nabii wa maji na mafuta, lakini unajulikana nchi yote, unajulikana mahali popote. Wewe unaotangaza hela, unajaza magari na mahela. Siku hiyo itakuwa, Biblia inasema itakuwa ni aibu. Wengine wapate raha ya milele na wengine aibu ya milele na milele. Epuka hiyo aibu. Epuka hiyo aibu leo. Ndio somo inakukuia kukwambia epuka ile aibu. Biblia inasema wengine wataamka wapate raha ya milele na milele, wapate kupumzika, na wengine wapate tabu ya milele na milele. Inawezekana ni wewe. Ni wanani wale? Wale watakayopata ile tabu ya milele na milele ni wale ambao majina lao halitaandikwa katika kitabu cha uzima. Wale ambao majina lao halitakutikana huko. Umeandikisha jina lako sehemu zote hapa kwenye dunia hii, umejulikana, jina lako limejulikana sehemu zote, na Freemason na kuzimu wanajua jina lako, umeandikisha huko. Hakuna kwenye uyafika kuandikisha jina lako. Lakini ndugu yangu, leo hii ungali na muda, kwa sababu uko hai, una uwezo. Hii ndio inaitwa neema. Ungali unasikia somo kama haya, lakini utapuuzia kusikia somo hii, utaenda kwenye picha za uchi. Ndugu yangu, ungali na neema, utaenda kupicha kusikiliza muziki ya kidunia hii. Ungali na neema ya kusikiliza somo haya, ungali na neema ya kukamata maamuzi, ungali na neema ya kuweza kupangua yale ambayo ulikwesha panga. Andikisha jina lako katika kitabu cha uzima. Ungali unasikia haya, hata kama wewe ni nabii wa maji na mafuta, umeshafanya mikataba huko kuzimu. Kuna watumishi wa Mungu unaweza ukawafikia na watakutilia mkono na kuomba msamaha na kusema yaliyo yote ya kweli. Ndugu yangu, Mungu atakusamehe. Yesu atakuosha. Yesu atakusamehe, na jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima. Litavutwa huko kuzimu, litavutwa huko kwa wachawi, litavutwa huko kwa washirikina, litavutwa huko kwa ukatili, lakini litaandikwa katika kitabu cha uzima. Na njoo nimekuletea somo hii ndugu yangu. Mahali popote jina lako limeandikishwa, lakini tafakari, limeandikishwa, umeandikisha jina lako katika ufalme wa mbinguni. Kuandikisha jina lako katika ufalme wa mbinguni ni pale unaomkubali Yesu Kristo kama kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndio unakubali na kufanya yale yanayofanya, na kukubali kubatizwa kwenye maji mengi, na kutenda mema, kuacha ukatili, kuacha uaji, kuacha ushirikina, kuacha umalaya, kuacha wizi, kuacha dhambi, kuacha udhulumaji. Saidia wayatima, saidia, furahisha kila mmoja, kuwa na amani na kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema ongera kwa wale ambayo wanayopeleka injili ya kweli. Ongera kwa wale wanayoongoza watu kutenda mema. Biblia inasema siku ile watangaa kama mjua, watangaa kama nyota ile ya ngao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambao unaopeleka injili, ongera. Pamoja na magumu na mateso na kutukanwa, unaotukanwa, ongera. Nakupa ongera. Pamoja na kutukana na kusemwa vibaya, wewe ambao unaopeleka injili ya kweli, hapana wewe wa maji na mafuta, siyasema wewe, nakupa pole. Wewe wa maji na mafuta, wewe Freemason, wewe ambaye unashindwa kuambia watu kweli. Kanisa watu wanavaa gisi wanataka, watu wanajipamba gisi wanavyotaka, na Biblia inakataza mapambo. Biblia inakataza, inasema sisi ni barua katika Wakorinto. Inasema sisi ni barua. Wewe ni barua. Barua ni maana fasi yote unafika ni lazima wakutambue wewe ni Mkristo. Lakini leo wadada wetu wa kanisa wanaoimba kwaya, angalia vile wanajipamba, haina tofauti na wadada wa kimataifa. Wadada wa kilokole hawana mataifa na wadada wa kimataifa. Wakaka wa kilokole hawana tofauti na wakaka yote inatokana na hawa wachungaji. Hawa wanashindwa kusema kweli, wanashindwa kuhubiri iliyo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Watatukimbia kwenye makanisa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema wale wanaotangaza kweli siku ile watangaa. Leo ni kipindi yako ya shida. Leo ni kipindi yako ya kudharauliwa. Wewe mhubiri wa kweli, mtumishi wa Mungu wa kweli, unayohubiri injili ya kweli. Leo ni kipindi kyako kya kudharaulika, kya kuteseka, kya kushimangwa, kya kutukana, kwa kuita majina machafu. Lakini siku ile wewe endelea tu. Wewe shika sana ulicho nacho, kaza mwendo. Siku ile Biblia inasema utangaa. Na hawa wa maji na mafuta leo wenye wanaonekana wanaheshimika kwenye maserikali, wanaheshimika kwenye taifa, kwenye familia, hawa wote kwenye nchi wanaonekana wanaheshimika. Hawa wenye hela kwa mitandao, hawa wanadharau watu hao. Biblia inasema siku ile watapata aibu ya milele na milele. Aibu ya milele na milele. Haupashe kujisifu wewe. Hauna cha kujisifia wewe. Wewe ambaye utakuwa ni rahisi, lakini hauna Yesu ndani yako. Jina lako aliandikwe katika kitabu cha uzima. Haupashe kujisifia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna cha kujisifia wewe. Biblia inasema hivi, na walio na hekima watangaa kama mwangaza. Hekima unazungumzia hapo shizani ni hekima ya kuongoza nchi. Ushizani ni hekima ya kuwa na utajiri na hela nyingi. Ushizani ni hekima ya kuweza kudhibiti wanawake 4-5. Ushizani ni hekima ya kuwa na viwanja. Hapana. Sio hekima hiyo inayozungumzwa hapa. Nataka kukuonesha hekima ambayo inayozungumzwa hapa. Wanani wenye hekima? Sio wewe. Hiyo sio hekima, hiyo ni ujinga na ni upumbavu. Biblia inasema mtu wote ambaye atatajirika bila Yesu ni mpumbavu. Kwa sababu ya nini? Maisha yako wewe, kulikuwa watu kama wewe, kulikuwa warais kama wewe, kulikuwa watajiri kama wewe, warembo kama wewe, wiko wapi? Wiko wapi? Ni upumbavu wako inakuyaje pale kwenye una utajiri lakini jina lako au yaandikishwa katika ufalme wa mbinguni. Biblia inakuita wewe ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mpumbavu. Ukisoma Luka 12 mstari wake wa 20, Biblia inakuita wewe ni mpumbavu. Kama utaandikisha jina lako kuzimu, unapata hela ya mafrimason, ile hela ya uchafu, hela inanuka, ile hela haifai, hela ya unamwanga damu ya watu, hela unaua watu, hela unateka watu, ile hela haifai, ile hela inanuka, utajiri ambayo haifai, unadhulumu familia inalia kwa sababu yako wewe. Kwa sababu yako wewe unatishia familia kwa sababu ya vihela ambavyo unavipata kwa masharti magumu. Hiyo ni utajiri bumbafu. Hiyo ni utajiri. Paulo anasema yote ile ni mavi. Umeonekana kama mavi na ni mavi na ni uchafu, ile kinyezi hiyo. Haleluya. Ndugu yangu, tafuta, fikiria, jina lako limeandika katika ufalme wa mbinguni. Jina lako limeandikwa wapi? Hapana kufurahika tu. Watu leo unajumiza kwa maumivu makali, unaamkia kwenye ofisi unatonda, huko unatafuta kuandikisha jina lako, kwenye serikali unatafuta kuandikisha jina lako, huko kwenye Freemason wengine wanalala, wewe ulale, una usingizi, huko unatafuta Freemason, huko kuzimu uende uandikisha majina yako, waganga kienyeji, mapoli yote unayajua, unaenda kuandikisha majina lako huko. Toka huko rafiki yangu, toka huko. Hiyo sio hekima, lakini hekima nataka kukuonesha hekima ni nini na ni nani anapasha kujivuna. Hapana, wewe una bima hela unakalia kutishia watu kwenye mitandao. Zina bihela binanuka bina masharti mabaya. Bima hela bia ukatili, cheo yako ni ya ukatili, cheo yako ni ya kumwanga damu ya watu. Wewe una utajiri wako ni wa kumwanga damu ya watu, utajiri wako ni wa kuua watu. Lakini unatishia watu, unajivuna. Usijivune wewe. Ni nani anapasha kujivuna? Ngoja nikuoneshe anapasha kujivuna. Ngoja nikuoneshe anapasha kujivuna. Yeremia kupitia andiko hili. Sikiliza, Biblia inasema nani anapasha kujivuna? Nani anapasha kujisifu? Yeremia 9:23. Yeremia 9:23 mpaka 25 tutasoma nusu yake. Inasema, Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Usijisifu kwa sababu ya hekima yako. Biblia inakataza. Neno la Mungu inakukataa usijisifu kwa sababu ya hekima yako. Sikiliza hapa. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Kama una nguvu usijisifu kwanza kwa sababu ya nguvu yako. Biblia inakukataza. Neno la Mungu linakukataza. Bwana asifiwe sana. Ni nani sasa? Sikiliza. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Pamoja na utajiri wako usijisifu kwa sababu ya utajiri wako. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema nyamaza. Usijisifu kwa sababu ya hiyo. Neno la Mungu linasema nyamaza. Usijisifu kwa sababu ya hiyo. Pamoja na cheo yako nyamaza. Usijisifu kwa sababu wewe una cheo. Usijisifu kwa sababu wewe ni rais, kwa sababu wewe ni kiongozi, kwa sababu wewe ni tajiri. Usijisifu kwa sababu ya hiyo. Nabii wa maji na mafuta, wewe nyamaza. Usijisifu kwa sababu ya hiyo. Lakini sikiliza, ni nani anapasha kujisifu? Sikiliza, ni nani anapasha kujisifu?
andiko la 24. Huyo Yeremia 9:24. Sikiliza ni nani anapasha kujisifu. Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii. Sikiliza, sio kwa sababu ya pesa, sio kwa sababu ya maji na mafuta, sio kwa sababu ya cheo, sio kwa sababu ya tajiri. Ujisifu kwa sababu ya nini? Sikiliza, Biblia inasema ajisifu kwa sababu hii ndio neno la Mungu. Kitabu kingine yote imekia nyuma ya hii ni kupinga, hii ni ya kishetani. Kitabu ambacho inafundisha ufalme wa mbinguni, kitabu ambacho ni neno la Mungu, ni hii ambayo itakufikisha katika ufalme wa mbinguni, ni hii. Kitabu yoyote ambayo imekia nyuma ya hii ni kupinga hii. Ni kupinga. Hii ndio inapiganishwa, hii ndio inawindwa hii. Unajivunia, unaishi na vitabu vingine vya ovyo ovyo vinafundisha manabii wachafu wenye wajulikane, hata vinafundisha watu vitu hivyo, lakini unashindwa kuwa na Biblia nyumbani kwako wewe. Una mavitabu unalundika ya serikali ya nchi, una vitabu ya kuangamiza watu, majina ya watu unatia mule kwa sababu ya kutesa watu, lakini hauna Biblia. Hauna Biblia. Sikiliza 24. Ni nani anapaswa kujisifu? Biblia inasema anayejisifu, atakayejisifu, anayetaka kujisifu, ajisifu kwa sababu ya hii. Ndio Biblia inasema. Ajisifu kwa sababu ya hii. Ndio Biblia inasema. Sikiliza 24. Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu ya hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye mema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Wewe unamjua Yesu wewe? Wewe unamjua Bwana mabwana? Simba wa Yuda, mfalme wa wafalme. Wewe ujisifu kama jina lako limeandikwa kwake. Jisifu kama jina lako limejulikana na Yesu. Jisifu kama jina lako limejulikana na huyu. Hata kuya na ule Mikaeli ule jemadari wa mbinguni atakuja. Siku ile utanyamaza, utafunga kinywa wewe. Na hizo hela yako utafunga kinywa wewe. Na ile cheo yako utafunga kinywa wewe. Na ile ukatili wako utafunga kinywa wewe. Utakuwa kimya. Jisifu kwa sababu mnamjua Kristo Yesu. Jisifu kwa sababu umeokoka. Jisifu kwa sababu utajiri wako ni halali. Si Biblia ikataze kufanya kazi. Biblia inasema katika Thessaloniki wa kwanza 3:10 hapo inasema ya kwamba asiyefanya kazi na asile. Fanya kazi, lakini kazi yako, pamoja na kazi yako, jina lako linajulikana katika ufalme wa mbinguni. Jina lako limeandikwa huko. Jina lako Yesu anayo. Ndugu yangu, dunia yuko mwayo. Inawezekana Yesu hayakuja, kifo inakuja mbele yako. Inawezekana dunia ya kufikia mwisho, lakini kifo inakuja. Kifo inakuja. Ndugu yangu, tafakari neno hii. Jina lako hiyo jina hiyo. Hiyo jina lako hiyo jina itakupoza hiyo. Siku hilo utasubiria. Angalia watoto wakati wanapofanya matangazo kwenye masomo, anasubiria jina. Wote wakiisha anaanza. Hiyo sio kulia. Biblia inasema siku hiyo itakuwa tabu. Wengine wapate aibu ya milele na milele. Raisi, wewe ni raisi, sawa, unaheshimika wewe. Sasa kama unataka usipate ile aibu ya milele na milele, wewe mkubali Yesu kama ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha kuteka watu. Wewe nabii wa maji na mafuta, kama unataka usiaibike milele na milele, mkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumbuka kulikuwa watu wawili kwenye Biblia. Yote haya unayoyafanya duniani yote iko kwenye Biblia. Kuna watu wawili katika Luka 16 pale. Soma pale, kuko Lazaro na tajiri. Lazaro na tajiri. Alikuwa maskini, anakula vibaya, anatembea vibaya, vidonda mwili yote, lakini siku alikufa kwa sababu jina lake limeandikwa mbinguni. Ule ndio alipokelewa na baba yetu Ibrahimu, mpaka ukifua Ibrahimu. Lakini tajiri ule, mwenye cheo ule, rais ule alikufa. Baba alienda wapi? Katika ziwa la moto, na akaanza kuomba msaada kwa nani? Kwa tajiri. Usijisifu, usijivune wewe. Upashe kujivuna juu ile mali yako, upashe kujivuna juu ile cheo yako, upashe kujivuna juu ile ukatili wako. Jisifu na ujivune kwa sababu jina lako limeandikwa katika ufalme wa mbinguni. Jisifu. Wewe ndio unapaswa kujisifu kwa sababu jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, kwa sababu umemjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Okoka leo. Okoka. Ni okovu ni binafsi. Usingoye kuuliza mume, kuuliza mke, kuuliza shauri fasi yote. Ni shetani ataingia pata kukataza. Okoka leo. Jisifu kwa sababu jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Angalia sasa. Anasema sasa kama jina lako alikuandikwa huko. Biblia inasema ya kwamba wale watapata aibu ya milele na milele. Sasa wataenda wapi? Aibu ya milele na milele. Wataenda wapi? Ufunuo wa Yohana 20:15. Wataenda wapi? Ufunuo wa Yohana 20:15. Ufunuo wa Yohana 20:15.
Ufunuo wa Yohana 20:15. Namalizia hapa katika hiyo andiko. Ufunuo wa Yohana 20:15. Biblia inasema hivi, sikiliza sasa, kama jina lako halitakutikana huko, kama jina lako limeijaza katika nchi sehemu zote, kwenye maofisi zote, umejulikana huko, maarufu kwenye nchi unayoishi, hata nje ya nchi huko maarufu, jina lako limejulikana fasi yote, na hata kwa waganga kienyeji imejulikana huko, na huko Freemason jina lako umeshaacha, fasi yote umeshaacha. Lakini kama ikuonekana hapa, kama ikuonekana, sikiliza hapa katika kitabu cha uzima wa milele, kama ikuonekana kwa Yesu, utalia na kusaga meno, na mwisho utaenda wapi? Njoo tunasoma Ufunuo 20:15. Inasema, na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Sikiliza. Halo. Sikiliza hapo. Na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ogopa haya. Ogopa. Ndio maana somo hili nakukuia leo. Wewe unajaza jina lako kwenye nchi fasi yote, wewe ni maarufu, lakini jina lako aliandikwa kwenye uzima wa milele, alijulikana na Yesu, jina lako aliandikwa katika kitabu cha uzima. Haitakusaidia kitu yale yote unayoyafanya duniani. Siku moja utapata aibu ya milele na milele, na utatupwa katika lile ziwa la aibu. Ya kwanza, aibu ya milele na milele, na utatupwa wapi? Katika mwisho wako utatupwa wapi? Katika lile ziwa la kukumbi. Kuko ziwa la moto. Unaona yoga tu ziwa ya maji au yake ziwa ya moto. Kuko ziwa ya moto. Ile ziwa ya moto inasubiria hawa wenye jina lao alitaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Ndio ile ziwa inawasubiria. Ndugu yangu, na kuambia tangu muda una saizi, na kuomba kama mwanadamu, ndugu yangu, tengeneza maisha yako. Ungali na muda, ungali na wakati, ungali nafasi, kabla ya siku ile haijafika. Tengeneza maisha yako. Epuka siku ile, na ikiwezekana siku ile ya kuja kwa Yesu hautafikiwa, lakini kifo inaweza kukuja leo kwenye maisha yako. Kifo inaweza kukutokea leo. Hautakataa, hautapinga. Yote yale unayoyaona utayaacha. Hakuna cha kwako, hakuna kitu utaenda naye. Lakini ndugu yangu, andaa maisha yako kwa Yesu. Mupe Yesu Kristo maisha yako. Mupe Yesu Kristo maisha yako. Jina lako liandikwe kwenye ufalme wa mbinguni. Usijisifu juu ya ile cheo unayo, na jina lako aliandikwe kwenye ufalme wa mbinguni. Usijisifu kwa sababu ya uraisi, na jina lako aliandikwe kwenye ufalme wa mbinguni. Usijisifu kutembelea ile magari, na jina lako aliandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Usijisifu kwenda Ulaya, lakini jina lako alikuandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Usijisifu kwa sababu umejenga manyumba, na jina lako alikuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Usijisifu na kuteka watu, usijisifu na uchawi unayo, usijisifu na ushirikina unayo, usijisifu na ile ujambazi unayo, na jina lako aliandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Neno hili linakukuia leo. Neno hili linakukuia leo. Neno hili linakukuia leo. Jina lako njoo kila kitu kwenye maisha yako. Jina. Na ndio maana kila mahali popote kunapokwenda watahitaji jina. Hapana kucheza na jina lako. Jina lako limeandikwa wapi? Jina lako limeandikwa wapi? Tengeneza maisha yako. Muda ungali nayo. Andikisha jina lako katika ufalme wa mbinguni. Utaandikisha haya kwa matendo yako, kwa maamuzi yako. Kamata maamuzi. Na maamuzi haya usiulize ushauri. Hautapata kukushauri vizuri. Kamata maamuzi. Neno hii inakujia wewe unaonisikia. Utaacha somo hii, utaipita. Unaenda kwenye mapicha ya uchi, utaenda kwenye mapicha ya muziki ya kidunia, utapita somo hii. Lakini somo hii inakuonya, somo hii inakushauri. Mungu anasema, ni nani aseme na taifa yangu? Ni nani atafikisha neno hili kwa taifa langu? Neno hili nimekufikishia. Neno hili nimekufikishia. Umeisikia. Mungu akupe heri ya kuweza kukamata maamuzi ya kutafakari kama mwanadamu ambaye utakufa kesho. Kumbuka wewe ni mufo uliye hai. Kesho utakufa. Biblia inasema katika Ayubu 14 mstari wake wa 5, Mungu aliweka mipaka. Yale yote unayoyaona Mungu aliweka mipaka. Ile cheo uko nayo ina mipaka. Ile urais unayo ina mipaka. Utajiri unayo ina mipaka. Kila kitu unayo pale ina mipaka. Urembo unayo ina mipaka. Soma Ayubu 14 mstari wa 5. Ina mipaka. Na ile mipaka ikifika Mungu aliweka juu yako utakufa.
Na ukishakufa ndugu yangu, jina lako litaangaliwa limewekwa wapi. Na jina anayeweka jina, anayeandikisha jina ni wewe mwanadamu ambaye ungali hai, kwa maamuzi ambayo utakayokamata. Maamuzi ambayo utakayokamata, wewe ndio unapasha kuandaa jina lako. Toka katika hao nabii wa maji na mafuta. Toka katika haya makanisa wanashindwa kuhubiri kweli. Achana na watu wa maji na mafuta hawa, Freemason. Na kuambia kifaa cha kiroho ni kimoja tu. Kifaa cha kiroho ni kimoja tu, ni utakatifu. Chukua maji ya mafuta ni kifaa cha kiroho. Leo chukua hiki ni kifaa cha kiroho. Liai keke. Keke ya upako. Keke maji ya upako. Chumvi ya upako. Hakuna, ile yote ni uchawi mtupu, ni ushirikina mtupu, ni vitu ambavyo shetani anavyowatuma wafanye. Kumbuka Mungu shetani alimwambia Mungu wakati anamtupa katika dunia ya Ufunuo, anamwambia kwamba unanitupa katika dunia hii, lakini baadhi ya hawa watu nitaenda nao jehanamu. Na ndio maana unakuta makanisa mengi ya manabii na mafuta inajaa watu wa kupindukiwa. Na ndio maana amesema mwenye hekima ni mwenye kumjua yeye. Unakuta mule mko wa rais, watu wenye cheo huko mule wanakulishwa maji, wanalombwa makucha, wanalomba nywele. Mtu tajiri anasoma, unajua sasa tajiri anasoma, mwenye cheo, mheshimiwa fulani naye anakata nywele, anakata kucha, anapeleka anabeba maji, anakula makeke, kwa sababu ile hekima ile sio hekima, ile akili sio akili. Itakufundisha akili siku moja, itakufundisha akili na tofauti ya akili na hekima. Fuatilia somo yangu zaidi kwenye YouTube, andika Pastor Jacques, hapana Pastor Jacques, Pastor Jacques, Pastor Jacques. Ingia kwenye YouTube yangu utakuta somo nyingi pale, na alafu takufundisha kuhusu tofauti ya hekima na akili. Nani mwenye hekima, nani mwenye akili? Hekima ni nini na akili ni nini? Lakini kitu cha kwanza nakuonesha hekima hapa. Hekima ni kumjua Mungu. Hekima ni kumjua Mungu na akili ni kumjua Mungu. Lakini sasa tutaingia kwa ndani kwenye somo linalokuja. Fuatilia somo langu kwenye YouTube, andika Pastor Jacques, Pastor Jacques kwenye YouTube. Utakuta somo nyingi pale ambapo itakufundisha mengi, na utafunguka kwa ajili ya hawa manabii wa maji na mafuta, kwa ajili ya ile dhambi unayoikalia. Itakutoka, itaongoka. Na mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa jina lake Yesu Kristo, kwa mamlaka ametupatia, kwa mamlaka amenipatishia pale kwenye Luka 10 mstari wake wa 19, amenipa mamlaka ya kukanyaga inge na nyoka na kila nguvu zote za ule adui, za ule mwovu shetani, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo.